Naam, basi karibu tena katika movie yetu katika siku ya leo. Movie yetu ya leo basi inaitwa Working Man ya mwaka 2025. Katika movie yetu ya siku ya leo tunamfahamu Jason Statham, ndio aliyeweza kusimamia mtanange mzima ambaye kwa hivi sasa katika mzigo huu anajiita Levon. Sasa Levon katika movie yetu ya siku ya leo alikuwa na mtoto wake mmoja wa kike ambaye mtoto huyu alikuwa anampenda sana. Lakini pia maisha yake kipindi cha nyuma kidogo alikuwa katika hali ambayo si sawa. Alikuwa ameweza kupata changamoto kubwa sana katika jeshi la Marine, na baada ya hapo akaamua basi kwenda kuishi maisha ambayo ya kawaida. Alikuwa ni mmoja kati ya msimamizi mkuu katika kampuni moja ambayo ya construction, inamaanisha kwamba ujenzi. Kampuni hii ilikuwa inampenda sana. Mzazi katika kampuni hii alimlea katika hali ambayo basi ni uhakika. Mwamba alikuwa anasimamia kazi zote na wafanyakazi wenzake walikuwa wanampenda sana. Kampuni hii ilikuwa inaitwa Garcia. Sasa familia nzima ndio ilikuwa inasimamia kampuni hii. Mwamba alikuwa anahakikisha kwamba kuna usalama uliokuwa unatukuka katika eneo hili hapa. Siku moja kipindi ambacho hapo katika kampuni hii kuna mtanange ambao ulikuwa umeweza kutokea. Gari moja jeusi iliweza kupaki katika eneo basi la kampuni hii, na hapo zikaweza kushuka njemba kadhaa. Njemba hizi zikawa zinampiga mmoja kati ya mfanyakazi ambao alikuwa anafanya kazi pale. Mwamba hapo hakuwa na mbili kwenye moja, naye akaanza kuwatembezea vibaya sana. Zilipigwa sururu, zilipigwa jembe. Miambo akataka basi kuanza kutembeza chuma. Hapo Levon akainua naye shotgun na kisha akamwambia, bwana, sepeni, sitaki kuona mtu yote katika eneo hili hapa. Miamba nao wakafanikiwa kuweza kusepa. Baada ya kusempa, kumbe miamba waliweka chuki ndani ya mioyo yao. Miezi kadhaa iliweza kupita na maisha yalizidi kusonga mbele. Sasa kuna kampuni moja ambayo ni kampuni ya siri. Hawa ni wa Russia. Hawa wa Russia wanafanya biashara ambayo basi ni ya human traffic, na maanisha kwamba biashara ya kuweza kuuza binadamu. Na Mwamba Johnson alikuwa atambui jambo hilo. Basi miezi kadhaa baadaye, siku ambayo ilikuwa ni siku ya kuweza kucelebrate sikukuu ya kuweza kumaliza semester moja ya mtoto wa tajiri yake Johnson, inamaanisha kwamba Levon, basi wanaenda katika klabu moja. Katika klabu hii kumbe kuna watu ambao wameweza kujikita, na kuna mtu mmoja anaitwa Viper. Viper alikuwa amekaa katika eneo lile pale. Yeye kazi yake kubwa huaga anapiga picha wanawake na kisha anamtumia mtu mmoja anaitwa Dimi. Dimi naye anaiposti katika ukurasa wake ambao ni wa siri. Ukurasa huu ni kama vile black market, na huko basi ndipo ambako basi watu wengi wananunua wanawake. Sasa siku ya leo ilikuwa ni siku mbaya sana kwa mtoto wa tajiri yake Jason Statham, ambaye kwa hivi sasa alikuwa anasherehekea sikukuu ya kuweza kumaliza semester moja tu huko chuoni. Kizaazaa kinaanzia hapa baada ya kuweza kutekwa mtoto huyu wa tajiri, na baada ya siku mbili bila kuonekana kwa binti huyu ndipo ambako Johnson anapoenda kupewa taarifa hizi. Taarifa hizi ilikuwa ni taarifa mbaya sana kwa mwamba huyu, na huyu mwamba alikuwa ni mmoja kati ya mwamba ambaye amefanya kazi kubwa sana kwa kipindi cha nyuma kupitia jeshi la Marine. Alikuwa anahakikisha kwamba anaitetea nchi yake kwa kila namna. Hasa katika siku ya leo alimpa paka milioni 50, lakini mwamba akasema kwamba hawezi kufanya kazi hiyo. Basi baada ya muda kadhaa kuweza kupita, akaenda kukutana na rafiki yake mmoja ambaye ni mwanajeshi pia, ila mwanajeshi huyu anaweza kupata madhara ya macho yake. Sasa katika kipindi ambacho anajaribu kuweza kuongea mawili matatu, ndipo basi kijana huyu anaitwa Gana anaweza kumshauri kwamba Johnson aende kumsaidia mtoto wa tajiri yake popote pale ambako alipo. Basi aliporudi kwa tajiri yake akamwambia kwamba nakubaliana na kile ambacho mmekuwa mkinifanyia katika maisha yangu. Mmenifanya mtu bora sana katika kampuni yenu ya ujenzi, na kuanzia hivi sasa basi naamua basi kuna kusimamia jambo hili vyema. Naenda kumtafuta binti yupo popote pale ambako alipo. Wewe pamoja na mke wako pamoja na mtoto wako mmenifanyia mambo mengi sana katika maisha yangu, na kwa hivi sasa napaswa niweze kulipa fadhila. Basi Johnson akaamua kuweza kuvaa mtanange huu mzima na kuweza kubandika mabango mbalimbali katikati ya mji. Baada ya hapo akaanza basi kufanya research wapi ambako binti huyu aliweza kukamatwa. Akaja kugundua kwamba kuna baa moja ambayo basi mara ya mwisho binti huyu ndipo ambako basi alipokuwa anaenjoy. Hapo akakutana na mtu mmoja ambaye anaitwa John. John huyu ni bartender. Bartender huyu aliweza basi kumfanyia manjegeka, akafika mpaka nyumbani kwake, na huko kwa nyumbani kwake akaanza kumfanyia mambo ambayo ni ya torturing, na maanisha kwamba kuweza kumtesa. Alimtesa sana mpaka mwisho wa siku akataja jina la mtu mmoja ambaye anaitwa Dimi, na Dimi ndiye anayehusika baada ya kuweza basi kupewa picha na Viper. Na Viper baada ya kuweza kumtumia picha hizo basi naye pia anazituma katika mtandao wake, na mtandao huo ndipo basi matajiri mbalimbali ulimwenguni wanaanza kuwanunua wanawake hao, na kisha wao wanafanya delivery ya kuweza kumfikisha mwanamke huyo mahali fulani. Kwa hiyo Jenny naye pia ameweza kutumwa mahali fulani. Sasa Mwamba ndipo basi alipoanza basi kuipunguza cheni nzima. Ameanza kabisa na yule mtu wa baa kuweza kumuua, na kisha basi anafuata mtu mwingine ambaye anahusika katika mtanange huu, na mpaka mtu wa mwisho ndipo basi atakuwa ameweza kuimaliza kabisa
hii kampuni inahusika na kuuza wanawake katika mitandao ya siri. Basi akamfuata mtu mmoja ambaye mtu huyu pia alikuwa ni bosi wake Viper. Akamuuliza mahali ambako binti alipo. Bado naye pia akawa anambishimbishi kuweza kutamka mahali ambako binti huyu ameenda kuhifadhiwa na wapi tajiri basi huyo tajiri alipokuwa basi ameweza kumhitaji. Kwa sababu ni biashara yao asiri, basi hakuweza kusema mahali popote pile ambako binti huyu ameweza kupelekwa. Si wanajua kwamba mchakato wa pesa ni mrefu sana. Basi ndipo naye pia aliweza kuuawa kwa kuweza kutupwa ndani ya swimming pool, na huko mambo yakazidi kuwa mabaya zaidi. Sasa akaja kugundua kwamba kuna vijana wawili ambao vijana hao wawili wanahusika na mtanange huu mzima. Mmoja wao anaitwa Vanko na mwingine anaitwa Danya. Hawa vijana wawili walikuwa wameweza kutumwa pia waweze kumtafuta huyu mzee ambaye anahusika na kuweza kuwaua hawa wa Russia mbalimbali ambao wameweza kukutwa kwamba wameweza kufariki. Baada ya kuweza kutumwa na tajiri yao, basi walifanikiwa kuweza kumkamata Jason. Jason baada ya kuweza kukamatwa aliingizwa ndani ya gari na huko akalianzisha tena kwa mara nyingine tena. Baada ya kuweza kulianzisha ndipo basi vijana hao wawili wajikuta kwamba wameweza kuingia katika mikono ambayo si halali. Kifo kilikuwa kinawaita. Hapo waliweza kufariki katika mikono ya Jason. Bado msururu ulikuwa unazidi kuwa mrefu zaidi kwa sababu watu wengi katika kampuni hii walikuwa wanahusika katika swala zima la kuweza kuwauza vijana wadogo. Basi akaenda katika moja kati ya klabu hii. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yake mkubwa sana, huyu mtu anaitwa Dimi. Sasa huyu mwamba akugundua kwamba huyu mwamba aliyefika katika klabu yake alikuwa ni mtu ambaye ni genius sana. Akafika pale na kujifanya kwamba anataka kuweza kununua madawa ya kulevya na kisha kujitambulisha yeye ni nani, ila akasema kwamba jina lake anaitwa Billy. Sasa baada ya kuweza kuongea maneno mengi katika eneo lile pale, basi walikubaliana kwamba wataweza kuuziana madawa katika eneo lingine tofauti na lile pale. Huko binti huyu anaitwa Jenny alikuwa anapata mateso makali, na huku familia yake ilikuwa katika hali ambayo basi ni ya huzuni sana. Hawajui mahali ambako binti yao alipo. Walikuwa na maumivu makali mioyoni mwao. Sasa mwamba anayeitwa Jason alihakikisha kwamba mtanange huu ataumaliza yeye mwenyewe binafsi. Hakuhitaji assistance yote, ila alihitaji kuweza kupata bunduki kadhaa, na bunduki hizi zilikuwa ni mmoja kati ya mchango mkubwa sana. Akamfuata tena rafiki yake anaitwa Gani, basi akamkabidhi binti yake kwake kwa ajili ya kuweza kupata ulinzi, kwa sababu mahali ambako Gani anapoishi ilikuwa ni mahali ambako basi ni pasiri, yani sehemu ambayo watu wengi hawafiki pale. Ndipo baada ya kuweza kukabidhiwa bunduki nyingi sana zenye uwezo wa kutosha, basi akaingia katika uwanja wa vita, mahali ambako hawa wa Russia walikuwa wanakutana hapo mara nyingi zaidi. Hii ilikuwa ni vita baina ya kwake pamoja na wa Russia ambao walikuwa wanauza madawa ya kulevya, na pia walikuwa wanafanya biashara ya kuweza kuuza wanawake katika sehemu mbalimbali. Sasa binti huyu anaitwa Jenny, basi akawa anasafirishwa kwenda kwa huyu mtu ambaye ni tajiri mkubwa sana ambaye alikuwa anamhitaji. Kwa bahati mbaya, kipindi ambacho walikuwa katika eneo hili la safari, aliweza kusababisha vurugu za hapa na pale na ajali ikaweza kutokea. Alikimbia sana, lakini hapo akaja kugundua kwamba kumbe hata polisi na wenyewe pia wanalipwa na watu hao. Akakamatwa na polisi waliokuwa katika patrol katika eneo lile pale. Yeye akiamini kwamba polisi ni watu wazuri, basi akajikuta kwamba amerudisha tena kwa watu wale aliokuwa ameweza kuwakimbia pale awali. Basi tajiri huyu akasema kwamba anamhitaji binti huyu, na alikuwa ameweza kuoda pesa nyingi sana kwa ajili ya watu wao kuweza kumfikisha binti huyu. Imagine, mtu anatoa mamilioni kwa ajili ya binti mmoja ambaye ni mtoto wa tajiri na hajulikani hata kama ni mtoto wa tajiri mkubwa au la. Jason yeye alikuwa anafanya kwa mapenzi tu ya moyo wake. Alianza kuwachekecha kila mmoja mahali ambako walikuwepo katika eneo zao, basi ambalo maeneo haya Dimi ndipo basi alikopo anajaribu kwenda kupata burudani za hapa na pale. Alihakikisha kwamba burudani zao zinaenda kuvurugika, na Dimi mwisho wa siku aliweza kukamatwa na bwana Johnson. Johnson alikopo ana 2 kwenye 1. Alihakikisha kwamba Dimi anasema ukweli, na kisha mwisho wa siku akaweza kumpakia katika gari lake na kwenda kumfikisha mahali ambako binti huyu lazima atakuwa ameweza kupelekwa katika nyumba hiyo. Huku mahali ambako Dimi alipokuwa basi anampeleka bwana Johnson. Dimi katika eneo la barabara alikuwa anaongea maneno mengi sana. Mwisho wa siku Johnson aliweza kumshusha asiende kupiga makelele mengi sana katika eneo lile basi la kambi. Hapo bwana Johnson aliweza kumuua Dimi baada ya kuweza kusema kwamba hata kama yeye asingefanya biashara hii, basi kuna mtu mwingine tena ambaye angeweza kufanya biashara hii, itakuwa huyo mtu atakuwa ni hatari kuliko hata yeye. Basi kifo chake kilikuwa katika mikono ya mtu salama ambaye alikuwa anatetea haki za watu mbalimbali. Johnson aliingia katika eneo la vita tena katika kipindi hichi. Alihakikisha kwamba anawatembezea kichapo vile iwezekanavyo. Aliua walinzi wa nje na kisha akaingia mpaka ndani. Huko ndani sasa
aliwatembezea mchaka kila mmoja wao, na kila mmoja alianza kutubu dhambi zake zote. Chuma zilikuwa zinalia. Hii mashine ilikuwa si ya kawaida. Binti huku ndani ya chumba ambacho ni cha siri alikuwa tayari basi ameshaanza kufungwa cheni juu, na hapa alikuwa anapigwa moja tu cha mchuchumio. Sasa hapo vurugu zilivyokuwa zinazidi kuwa mbaya zaidi na zinazidi basi kutisha, waliingia manjemba ambao njemba hao walikuwa pia ni wasaidizi wa bwana Dimi. Watu walikuwa ni wengi sana waliokuwa na chuma, ila tajiri anashangaa kwamba nani aliyeingia huyu ndani ya mjengo huu. Vurugu zote zimesababishwa na mtu mmoja ambaye mwisho anakuja kujulikana kwamba jina lake anaitwa Levon, na Levon alikuwa ni mmoja kati ya askari wa Marini. Alikuwa anapiga chuma kinoma noma, alihakikisha kwamba msaada wote ule ambao alikuwa anahitaji kwa kipindi hichi hautaweza kutoka kwa mtu yoyote ule, kwa sababu alikuwa anajiweza. Waliingia njemba fulani ambao njemba hizi kuna zitembeza chuma kinoma noma, walipiga chuma nyingi sana, walikuwa wanawapiga hata wale maaskari ambao walikuwa msaada kwao, na mwisho wa siku basi bwana Johnson alitumia bunduki yake iliyokuwa na uwezo mkubwa sana. Bunduki hii aliweka kwa juu na kisha akawa anasoma katika moja kati ya kifaa chake. Hapo alifanikiwa basi kuweza kumuua huyu mmoja kati ya jambazi ambaye alikuwa anatembeza chuma kwa kipindi hichi. Binti alikuwa anatoa tu shukrani zake za dhati, na mwisho wa siku wakawa wanatoka katika eneo lile pale wakiwa salama salmini, huku baba yao akina Danya alikuwepo na maumivu makali katika eneo la nje. Akawashangaa miamba wanavyosepa, na kisha akatoa tena ripoti kwa mtu mwingine tena. Kumbe mfumo huu haujaisha, na ndio maana basi wanasema kwamba shida yoyote inayohusika na madawa ya kulevya, shida yoyote inayohusika na masuala ya haramu, basi uaga inachukua muda mrefu sana kuweza kuisha, kwa sababu uaga wanaachiana vizazi na vizazi. Mwamba alisepa na mwisho wa siku akafanikiwa kuweza kufika katika familia ya kwa Kijeni. Familia nzima ilikuwa inashangaa namna ambavyo Mwamba aliweza kuingia na mwanamke huyu. Alihakikisha kwamba ameweza kumfikisha katika familia hii. Wala kutaka kuweza kuchukua kibunda, yeye akasepa na kwenda kukutana na bwana Gun ambaye macho yake yalikuwa na changamoto, na hapo ndipo akamwambia binti yake kwamba nilikupromise kwamba nitarudi, na hakika nimeweza kufanikiwa kuweza kurudi katika familia hii, na kupenda sana binti yangu. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa mdodo, nisha comment yako chini uniambie umeonaje kazi hii ya bwana Johnson, ambayo kwa hivi sasa nafikiri kwamba nitakuwa nazipiga hizi movie ambazo za action, lakini pia na movie ambazo zinahusu story. Vyote kwa pamoja nitakuwa navifanya kuhakikisha kwamba mnapata wote burudani iliyokuwa imebalance. Bye bye for now.